namba ya 440, zaeni matunda mema. Zaeni matunda mema, zaeni matunda yale, zaeni yenye baraka, zaeni ya heri. Bwana akiyapokea yatabarikiwa sana. Zaeni matunda mema, zaeni ya heri. Tuombe. Tunakushukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutukusanya leo siku hii kwa ajili ya darasa hili la ETE. Tunakuomba Bwana, tunapoanza kipindi hiki cha mafundisho ya ETE uanze pamoja nasi. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Amen. Wapendwa wana ETE, nipende kuwakaribisha katika darasa hili la ETE siku ya leo, ambayo tumepanga katika usharika wetu wa Tungamalenga kila siku ya Ijumaa saa 9, kipindi hiki cha darasa la ETE. Karibu na wewe ndugu msikilizaji na mtazamaji katika kipindi hiki, tuungane pamoja kwa ajili ya kutafakari na kujifunza darasa hili la ETE ambalo linafanyika katika usharika huu wa Tungamalenga. Mimi naitwa mchungaji Rahai Meshaki Mkeveke, mchungaji wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, usharika huu wa Tungamalenga. Nichukue fursa hii kukukaribisha hata wewe mtazamaji, tuungane pamoja kimawazo ili tuweze kutafakari kwa pamoja. Lengo la darasa hili la ETE, kwanza ETE yenyewe ni elimu ya theolojia kwa enezi. Ndio maana ya ETE. Narudia tena, maana ya ETE ni elimu ya theolojia kwa enezi. Lengo la ETE ni kuweza kutoa mafundisho au kujifundisha ukitumia kitabu, ukiwa nyumbani, ukiwa shambani, ukiwa kazini, mahali popote utakapokuwepo, kitabu hiki ndio mwalimu. Kwa hiyo siku moja tu katika juma tunakutana kwa ajili ya kutafakari kwa pamoja yale maswali magumu ambayo yalikuwa pengine hujaweza, au kama kuna kazi ambayo kitabu kimekutuma ufanye, ulete mrejesho. Lengo kubwa ni kukua kwa kanisa. Kanisa linakuwa kwa kuongezeka kimo, kupanuka umbo, kuongezeka kiidadi, na watu wa Mungu wanaendelea kuboreka kiufahamu. Kwanza, neno hili kanisa linatokana na neno la Kiyunani ambalo linaitwa eklesia, lenye maana la kusanyiko la watu wa Mungu, watu wanaomwamini Yesu, watu waliotakaswa na kuitwa na Mungu, watakatifu waaminifu, hekalu la Mungu, bibi harusi wa Kristo. Hili neno la kanisa. Hayo tunayathibitisha kutoka katika kitabu cha Ufunuo sura 19 mstari wa 7. Haya yote niliyoyaeleza kwamba ndio kusudi la ETE, watu waweze kumwamini na kujua kwa undani maandiko matakatifu na kusudi la Mungu kwenye maisha yao. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, nikukaribishe sana, ungana nasi, karibu katika darasa hili. Wapendwa wana darasa,
Juma lililopita tulikuwa na somo ambalo lilikuwa linatufundisha, lilikuwa linasema kwamba kuichagua njia ya Yesu na njia ya Shetani. Juma hili tunajifunza kutubu. Mungu anataka kila mtu atubu. Msomaji wa kwanza, tunaomba uanze kusoma kutuongoze katika kujifunza. Karibu. Unaweza kukaa tu. Juma la pili, kutubu. Siku ya kwanza. Mungu anataka kila mtu atubu. Namba 1. Juma la jana tulijifunza juu ya njia mbili. Tuliona kwamba njia ya Shetani inafika kwenye mauti ya milele, lakini Yesu aliahidi uzima wa milele kwa wale waifuatao njia yake. Tuliona kwamba Yesu anamwita mtu aifuate njia yake. Pamoja na kutubu, je, tunapaswa kufanya nini ili kuiacha njia ya Yesu? Swali hilo linasema pamoja na kutubu, je, tunapaswa kufanya nini ili kuchagua njia ya Yesu? Jibu linasemaje? Unanyosha mkono, karibu. Lazima tumwamini Yesu. Rudia tena. Lazima tumwamini Yesu. Mwenzetu anasema jibu la kwanza, lazima tumwamini Yesu. Jibu la pili, lazima tumpokee Yesu. Lazima tumpokee Yesu. Kuna mtu mwenye majibu ya tofauti hapo? Lazima tumpokee Yesu. Lazima tutubu na lazima tumpokee nani? Yesu. Okay. Haya. Hapa msemaji wetu wa kwanza aliyejibu, kama nakumbuka vizuri, alisema kwamba, hebu nikumbushe. Lazima tumwamini Yesu. Na la pili, lazima kumpokea Yesu. Haya, sasa jibu lake hapo sasa. Jibu linasema ni lazima. Jibu la kwanza, lazima tumwamini Yesu na tumpokee maishani mwetu. Jibu la kwanza. Jibu la pili linasema lazima tutubu dhambi zetu. Lazima tutubu dhambi zetu. Andika hapo. Andika kwenye hicho kitabu chako. Ndio maana tunatumia penseli, kwamba ukiona jibu lako umekosea, basi unasahihisha kwa ku. Nimesema jibu la kwanza tunasema lazima tubu dhambi zetu. Lazima tumwamini Yesu. Tumwamini Yesu. Jibu la pili, lazima tutubu dhambi zetu. Kwa lile la kwanza mchungaji, nahisi hata mimi naweza nikawa nimepotea kama alivyopotea mwenzangu. Kwa jibu la kwanza ni kumwamini na kumpokea. Lazima yaambatane pamoja. Ndio.
alafu la pili ni kutubu. Ndio. Maana mimi pia nadhani niliweka kumwamini, alafu chini nikaandika kumpokea. Kumpokea, okay. Tunaenda tunapishana. Mmoja sasa kutubu dhambi zetu na kumpokea Yesu maishani mwetu. Hilo limeenda tu vizuri. Kwa ameacha ile ya kwanza ya kumwamini. Kwa hiyo hakikisha pointi yangu kubwa kwamba unaandikia penseli ili iwe rahisi. Kama ulikosea, basi hapa tunafanya marekebisho. Twende swali la pili. Yule. Ni lazima kumwamini Yesu na kumpokea maishani mwetu, lakini Yesu hana dhambi, hataki dhambi maishani mwetu. Juma hili tutajifunza jinsi tunavyoweza kuondoa dhambi zetu. Biblia kuliita tendo hilo kutubu. Mungu anataka kila mtu atubu dhambi zake. Hivi ndivyo Petro alivyohubiri. Matendo 8:22. Tusome hiyo Matendo. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wa 22. Mstari wa 22 unasema, basi tubia uovu wako huu ukamwombe Bwana, ili kama yamkini usamehewe fikra hii ya moyo wako. Endelea. Tubia uovu wako huu. Je, tutakuwa katika njia ya nani tuzaliwapo? Tutakuwa katika njia ya nani tuzaliwapo? Acha mkono, twende spidi jamani. Karibu. Ya shetani. Tutakuwa njia ya shetani. Kuna mtu mwenye majibu ya tofauti hapo? Wote tunakubaliana tutakuwa njia ya shetani. Yes, naona kama unajibu tofauti. Okay. Haya. Twende namba 3. Ikiwa ulisema kwamba tunakuwa katika njia ya shetani, basi unafikiri vyema tuzaliwapo katika dunia hii tunayo hali ya dhambi ndani yetu. Ni rahisi kwetu kutenda mabaya na ni vigumu kwetu kutenda mema. Daudi anatuambia kwamba watoto huzaliwa dhambini. Zaburi 51 mstari wa 5. Zaburi, twende spidi kidogo. Zaburi, twende. Zaburi, kitabu cha Zaburi sura ya 51. Kama umepaona umetangulia, basi unasoma. Nitasoma. Tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatarini. Haya, endelea mwenyewe uliyesoma hiyo Biblia sasa. Mimi naliumbwa au nilizaliwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Twaona kwamba watoto wachanga wanakasirika, wanapiga kelele. Ukipotosha tu, yani umeshaeleza kitu kingine. Wanapiga kelele na kugaagaa chini ikiwa kuna jambo ambalo hawalipendi, lakini
tumeona kwamba Yesu alikuwa tofauti na watoto wengine wote. Yesu hakutenda dhambi. Kutokana na kifungu hicho, kwa nini mtoto mchanga hutenda mabaya? Jibu la hapo linasemaje? Jibu linasemaje? Karibu. Huzaliwa katika hali ya dhambi. Jamani, mtoto huzaliwa katika hali ya dhambi. Wengine tunasemaje? Kuna jibu la tofauti? Hapana. Haya, tuandike hapo. Mtoto huzaliwa katika hali ya dhambi. Twende Seki, sasa anza na wewe kusoma. Twende namba 4. Mtoto mchanga hutenda mabaya kwa maana tunazaliwa dhambini. Kila mtoto mchanga anayo dhambi katika hali yake ya asili. Tunakuwa katika njia ya shetani tunapozaliwa. Ninaye rafiki ambaye ni mwalimu kule nchini Malawi. Siku moja nilimuuliza, umekuwa Mkristo kwa muda gani? Alinijibu, nilizaliwa Mkristo. Alifikiri kwamba kwa vile wazazi wake walikuwa Wakristo basi hata na yeye alikuwa Mkristo. Lakini Biblia inatuambia kwamba watoto huzaliwa dhambini. Kila mtu ni lazima atubu dhambi zake. Wazazi wa Kristo wakimzaa mtoto, je, yule mtoto huzaliwa akiwa Mkristo? Wazazi wa Kristo wakimzaa mtoto, Yese, twende Yese. Hapana. Kaka. Hapana. Wengine mnasemaje? Sawa? Okay. Twende, endelea mbele. Je, yule mtoto ana nini moyoni mwake? Malizia. Yes. Dhambi. Kuna mtu ana majibu ya tofauti? Twende mbele. Hakuna mtu anayezaliwa Mkristo. Kila mtu huzaliwa na dhambi moyoni mwake. Tuna ugonjwa wa dhambi kutoka kwa Adamu. Paulo anaeleza jambo hili katika Agano Jipya. Warumi 5 mstari wa 12. Twende mbele. Kwa hiyo kama mtu mmoja Adamu, dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Hii ndiyo maana kuna dhambi nyingine duniani siku hizi. Tunapoendesha baiskeli rahisi sana kuteremka. Vivyo hivyo ni rahisi kwa mwanamke, kwa wanawake na wanaume kuzama dhambini. Hali ya dhambi maishani mwao huwavuta chini. Kwa nini ni lazima kila mtu duniani atubu? Kwa nini lazima kila mtu duniani atubu? Jibu lake hapo. Kila mtu ana dhambi. Kila mtu ana dhambi. Jamani, mnaona hilo jibu sawa? Labda tungesema kwamba kila mtu ana dhambi ama kila mtu anazaliwa katika hali ya dhambi. Sisi ni mawazo yangu. Ndio. Kwamba tuseme kila mtu anazaliwa katika hali ya dhambi. Katika hali ya dhambi. Yes. Twende. Pengine unaweza kujibu kwa maneno tofauti. Unaweza kusema kwamba kila mtu amezaliwa katika dhambi, au unaweza kusema kwamba kila mtu anayo hali ya dhambi, au unaweza kusema kwamba kila mtu anao ugonjwa wa dhambi. Haya yote ni majibu sahihi. Sisi sote tunayo dhambi maishani mwetu tuzaliwapo. Ni hivi, ni rahisi kutenda mabaya kuliko kutenda mema. Hivi ndivyo Yesu alivyoeleza jambo hili. Marko 7:27-23.
Endelea. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu kutoka mawazo mabaya, uasherati, uvivu, uuaji, uzinzi, tamaa mbaya, ukorofi, ila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu yatoka ndani nayo yamtia mtu unajisi. Tazama vifungu hivi kwa makini. Je, dhambi hizi zote zatoka wapi? Tazama vifungu hivyo kwa makini. Je, dhambi hizi zote zatoka wapi? Osha mkono wako na ujibu Yese. Dhambi zote hutoka ndani ya moyo wa mtu. Mwenzetu anasema dhambi zote zinatoka moyoni mwa mtu. Nani ana majibu ya tofauti? Sawa? Sawa. Wote mnakubaliana hiyo? Jamani, tuwe tunatoa ushirikiano. Dhambi zote zinatoka moyoni mwa mtu. Ndio. Twende pamoja namna hiyo jamani. Twende, endelea. Zatoka ndani ya mioyo ya watu, zatoka ndani yake. Hii maana yake ni kwamba wakati mtu asemapo neno baya, si kwamba ulimi wake ni mbaya. Maneno hayo kutoka katika dhambi iliyomo ndani ya moyo wake. Andrea alikuwa kijana aliyeiba vitu vingi. Baba yake alimwadhibu kwa njia nyingi, lakini aliendelea kuiba. Na siku moja baba yake Andrea alifunga mikono ya Andrea kwa nyuma. Alifikiri sasa mwanangu hata iba tena, lakini kijana huyu alikuwa akipanga jinsi ya kuiba vitu vingine zaidi, na hata wakati mikono yake ilipokuwa imefungwa. Kijana mwingine alimtumia ulimi wake kwa kusema maneno mabaya. Mama yake aliweka sabuni katika ulimi wake, akasema, sasa nimeusafisha ulimi wako. Mwanangu ni mchafu sana kwa sababu ya maneno ambayo umeyatamka. Lakini sabuni ile haikumkomesha kunena maneno mabaya. Je, nani aliyeweza kuibadilisha mioyo yetu ili tusiendelee kutenda dhambi? Nani aliyeweza kuibadilisha mioyo yetu ili tusitende dhambi? Nani hapo? Yesu. Mali. Naitwa Ana Lucy Mali. Ni Yesu. Mwenzetu anasema Yesu. Kuna utofauti hapo? Hapana. Wote tunakubaliana Yesu. Ndio. Tuendelee. Kamba na sabuni haviwezi kumkomesha mtu asitende dhambi. Ni Mungu tu ndiye awezaye kutubadilisha. Watu wengine wanafikiri kwamba kuwa mshiriki wa kanisa hufanya wa Kristo, lakini kushiriki kanisani hakuwezi kubadilisha ndani. Kanisa linaweza kutupa sheria za kufuata, lakini sheria hizi haziwezi kutusaidia tusipotubu. Zinatufunga tu, kama yule mzee alivyoifunga mikono ya mtoto wake. Tungali tunataka kutenda dhambi, lakini tukitubu Mungu anaweza kutubadilisha. Mungu anataka kutubu. Dhambi hutoka katika sehemu gani ya miili yetu? Dhambi hutoka sehemu gani katika miili yetu? Kuna kidole. Nisema hapa katika moyo ama moyoni ama mioyoni mwetu, si tumie Kiswahili hicho. Zetu anasema dhambi hutoka mioyoni mwetu. Na mtu mwenye jibu tofauti na hilo? Haya. Tuandike hiyo. Ndio. Twende, endelea. Dhambi maishani mwetu kutoka katika mioyo yetu. Kuwa mshiriki wa kanisa hakubadilishi mioyo yetu. Hiyo ndiyo maana washirika wengi wa kanisa wanafanya mambo mabaya. Siku moja mtu fulani alishika shati lake mbele yangu, alisema, wema wangu ni kama shati hili, nimevaa kwa njia, lakini
Kwa nje. Nimekaa kwa nje, lakini kule ndani ningali mbaya. Washirika wengi wa kanisa wanataka kunena mabaya juu ya wengine. Wengine wanataka kuzini, lakini sheria za kanisa zimewafunga. Tunaweza kutenda dhambi mioyoni mwetu bila ya kutenda dhambi kwa nje. Hivi ndivyo Yesu alivyosema. Mathayo 5 mlango wa 28. Mimi namwambia kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Mungu anataka tufanye nini kwa sababu ya dhambi zetu? Mungu anataka tufanye nini, Rozi? Tutubu. Kuna mtu mwenye majibu tofauti jamani? Endelee. Mungu anataka tutubu. Siku moja Yesu alinena juu ya watu wawili waliokwenda nyumbani mwa Mungu kusali. Chukua Biblia yako sasa ili usome Luka 18 mstari wa 10 hadi wa 14. Soma hapo hicho kifungu kama ukiona. Luka 18 mlango wa 10 hadi wa 14. Kama umeona unasoma chap. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo alisimama akiomba hivi moyoni mwake: Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema: Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Na waambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule. Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Amen. Je, mtu gani alisamehewa dhambi zake? Na mtu gani hapo alisamehewa dhambi zake? Toza ushuru. Unafikiri shida ilikuwa wapi kwa Farisayo? Farisayo anasema ninafunga mara ngapi kwa juma? Jambo baya hilo jamani. Ni jambo baya hilo. Sio baya jamani, mwe mnajibu. Ninafunga mara ngapi? Mara 2 kwa juma. Alafu akasema kitu kingine anafanya nini? Anatoa zaka. Ni kitu kibaya hicho. Hicho kibaya mimi nitatolea maelezo. Alijipa haki mwenyewe. Alijipa haki mwenyewe. Kwamba nastahili. Kwa hiyo kosa la Farisayo lilikuwa wapi? Kujipa haki. Manake yale matendo aliyokuwa anayafanya sio mabaya. Kama hivyo alikuwa anaanza mchungaji. Yaani kufunga mara 2 kwa juma sio tendo baya. Kutoa zaka sio tendo baya, lakini nadhani kule kujihesabia haki ndio huko nakosema kujipa haki mwenyewe. Nafikiri kule kujihesabia haki sijui mchungaji na wote tuseme. Sawa. Ndio maana anasema mimi nafanya hayo sio kama huyu. Sio kama huyu. Sasa yani tuseme tatizo la Farisayo ni kwamba alijikweza, si ndio? Ndio. Lakini alichokuwa anakifanya sio kibaya. Twende